Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, ni furaha iliyoje kukutana nawe mara tena na kukaribisha kuweza kufuata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Hii ni Fizi News 24, tega sikio na unipe macho. Mimi ni Safari Almas na sema karibu. Tuanzie na huko Tujenge ambako kijana mmoja aliyejulikana kwa jina la Sumaili Beke mwenye umri wa miaka 15 ameuawa kwa kupigwa risasi na mzalendo mmoja wa SNPCC usiku wa kucha Ijumaa ya tarehe 20 Juni 2025 ndani ya kijiji cha Tujenge sekta Mutambala tarafani Fizi. Mengi zaidi namkaribisha mwenzangu Isaac Muluchashibe kwa ripoti kamili. Katika mazungumzo na Radio Kivu, mwenyekiti wa shirika la rahia pa Tujenge Bwana Destin Senga Prosper amesema kusikitishwa na kitendo hicho kwa kijana huyo mdogo, huku akionyesha kwa urefu picha halisi ya hali ilivyokuwa. Ilikuwa usiku, mamida ya saa 1 za usiku. Kuna nafasi moja ambapo wazalendo sana wanazoea kwenda kunywa pombe. Sasa kulikuwa wazalendo ambao walikuwa pale kikundi chetu cha SNPCC ambao walikuwa natoka katika kijiji cha Kafulo kujielekeza pale Tujenge kufro. Ufika pale wakaingia katika hali ya kukunywa pombe. Sasa pale kulikuwa kijana mmoja ambaye anaitwa Sumaili Beke. Mtoto ule yuko na miaka 15. Alikuwa pale. Batu tu balikuwa stuka kuona ule masasi naripuka pale. Sasa kwa ile hali ya vile ile masasi kapiga ule kijana Sumaili ambaye mimi naweza sema apumzike kwa amani. Ile masasi sasa ilipiga mtoto akaanguka. Benzake bazalendo wenyewe walikuwa pale wakanyanganya bunduki, bakamfunga makamba, bakaingia katika michakato ya kutosha mtoto pale Tujenge kwa sababu gisi unavyojua ndugu mtangazaji, Tujenge hakuna hospitali. Ikabidi sasa ule mtoto akue hapa Baraka juu ya prise en charge. Wakati bako katika ile hali ya kumshusha hapa Baraka, kufika pale Kuyepe mtoto akafariki. Alifariki kwa mida saa 5 za usiku baada ya yeye kutoka pale Tujenge na ile saa 1 ya usiku. Kwa gisi walimuoji, viongozi wake walimuoji ule mzalendo, alikuya kusema kama risasi iliponyoka kwa sababu yeye alisema bunduki ilikuwa kumgongo. Sasa alipenda kutosha bunduki ndio risasi ikaponyoka. Tulishukuru kwanza uongozi wa SNPCC kwa sababu litusaidia kukamata ule kijana na kumpeleka katika eneo ambapo angepashwa akue. Kwa sasa kwa muda ambao nakwambia saa hii ule kijana Elia yuko pale kuditora. Na najua kama ule kijana ataenda ku central, sagisi uongozi wa SNPCC ulisema. Na kitu kingine walikaa jamaa mbili, familia mbili ile ya ule kijana ambaye aliuana na kijana mwenye alikufa. Wakaongea kwanza wasema tuzike mtu, ingine maneno tutakuya iongea nyuma. Na hili ilikuwa katika majadiliano ambayo kiongozi wa SNPCC wapale Kuyepe alisaidia ili jamaa isikilizane na wazike mtu. Na mpaka kwa hiyo wakati yenyewe niko nakwambia ule kijana Asumani Beke tumemzika leo pale Kufaraja. Tunachunga ingine maneno ambayo itafanyika pale na jamaa mbili ambazo zitakuja kusikilizana ili tuangalie nini ambacho tutakuja kusaidia nyuma baada ya ule kijana kufariki. Ndugu mtangazaji, unajua familia iko pale Bilimani. Sasa ilitujia vigumu kusema maiti ilifika mtu anakuwa fia hapa Baraka tena tumpandishe kule Tujenge. Tukasikilizana na familia pamoja na uongozi wa SNPCC ambao ulikuwa sasa vile unasimamia ile dossier. Tukaona kama ule kijana azikwe hapa na kilio itaendelea kupanda pale Tujenge ambapo jamaa ya ule mtoto anapatikana. Hata hivyo, mkuu kiongozi wa kijiji hicho cha Tujenge Bwana Wakati Fundi Kipendo amesema kupokea kwa masikitiko makubwa kifo cha kijana Sumaili Beke, huku akisema kuwa sio mara ya kwanza vitendo hivyo kutokea maeneo hayo ya Tujenge. Huyu ameomba viongozi wa SNPCC kuchunguza vyema askari wao. Mimi nimesikitika sana, tena sana, sababu vitendo kama hivi pale kwetu Tujenge, hii ni kitendo ya 3. Kitendo ya kwanza ni boko abo, balipigana pale risasi, umoja alitaua mwenzake masasi kapiga mumigulu, mwa huyu mtoto mwenye anauana, huyu mwenye anauana huyu. Mwenzake alimuratia akapiga masasi mumigulu juu ya chakula. Safari ya pili balitaka uwa mzee Kashindi Juma yenyewe napita hapa. Tena mie kupanda kufika pale kuuliza tunatengeneza mule pale kuuliza maneno ya mwingine, Kashindi alitaka kufa jana na soda fulani. Hii inaendelea model gani? Kuuliza tena pale kwenye huyu mtoto alipigiwa masasi, njoo pale tena kwenye
Kashindi alitapata shida ya kupigwa masasi. Sasa hiyo maneno inatuia kama roho hazina mzuri sana. Tunaona kama vile tunaasirika sana. Soda anatoka kukongola, Kafulo anafika Tujenge, hayafika kuka, aisha kuwa na ingine ka tofauti ya ka yake. Ile antuka tuvioni mzuri. Ifo soda anatembea, anafika kwanza kukaa na mizigo yake. Njoo kule kukazi. Lakini soda anaanza tembea utofauti na ka ile antuka tunaiona vibaya sana. Uongozi wa SNPCC kitu tunalomba kabisa kwa mzee ifo akuwa nafanya suivi kwa soda wanajeshi wale wenye eko natuma maeneo tofauti. Kukwe kunafika watu wajeshi wengine wanaangalia vipi kisha juma mbili pale inaweza kuwa vizuri sana hata sisi wakapita tutakuwa tunaishi na hali nzuri. Mwishowe Deste Senga Prosper mwenyekiti wa shirika la raia Tujenge ameomba pia kwa wakuu viongozi wa wazalendo kuangalia vyema majeshi yao ili kulinda raia na mali yake. Sisi kwanza kama shirika la raia tunasema ni katika hali ya machozi sana ndo tunasema hii habari ya huyu mtoto, kwa sababu kama unavyojua ndugu mtangazaji, Tujenge hakuna AFC M23, Tujenge hakuna ngomino. Sasa ile hali ya pombe ambao vijana wetu wanajitia ndani, mimi nawaza kama hata Nehemia anaweza bakuta mwile hali ya pombe na italeta shida. Ndio vile sasa tulikuwa napenda kuambia uongozi wa SNPCC waangalie gisi gani ya kujerewa vijana wao. Tunajua kama mabunduki ambayo inazagaa, na siku moja tulikuwa tunabisemaka kama hizi bunduki kama ziko bien controle, bunduki iko sawa vile ni bulozi, na kama ikamate mzuri inaweza kutuletea shida. Na ile shida ndio yenyewe tunaona sasa hii. Tunasikia huku na huku, tunasikia mavifo ambao vinaletwa na uzalendo. Walikamata bunduki juu ya kulinda raia, lakini sasa hivi vitendo ambao wanaendelea kuvifanya sasa hata si raia tunaanza ogopa juu saa hii pale raia yote ya pale Tujenge saa hii yote inasambara na ba mingi wanakimbia kutokana na ile kitendo ambao vijana ambao walikuwa sanse kutuproteger tena inakuwa source ya insecurity. Kwa hiyo juu ya ile batusaidie viongozi waangalie nani mwenye anastahili kupewa bunduki. Haiko mulevi mnamuona barabara juu ni soda mnampatia bunduki, tutakuwa tu tunaassiste kwa kumamoro yenye tungepashwa kuproteger juu ile kijana jeunesse ndo Kongo ya kesho. Mtoto anakufa na age moja ya nani ya miaka 15. Akosa angekuwa hata ministre, angekuwa hata deputy, angesaidia katika inchi na kesho anakuwa defendre inchi, lakini ona katika ile mazingira yenye alienda kufa. Na yeye tunasema uongozi wa SNPCC na vikundi vingine vya wazalendo ambao wanaendelea kushikilia silaha baangalie gisi gani ya kujere mabunduki yao ili raia bezo ya raia sie tunapenda amani. Na huko Baraka ni kwamba kamati ya baraza la vijana kwa ushirikiano na shirika la raia na baadhi ya vijana toka kata mbalimbali wa mji wa Baraka wameendesha kazi za pamoja maarufu Salongo Jumamosi ya tariki 21 Juni 2025, na hivyo ni kushindikiza wito wa meya kwa muda wa mji wa Baraka Bi Emerite Tabisha Mungelwa. Kwenye mazungumzo na TV yako De Gaulle Malembe, mwenyekiti wa baraza la vijana katika mji wa Baraka amesema wao kama vijana wana jukumu la kusaidia serikali katika mambo mbalimbali ya maendeleo kama anavyoeleza hapa, na kipi ambacho kiliwapelekea wao kuweza kufanya kazi za pamoja kwa siku ya leo. Salongo yetu ya leo ilikuwa kuangalia kwa barabara yenyewe nafungiwa, watu wanajenga barabara en plein centre ville hapa ku parking ya zamani kwa agence La Baleine sorti ile entrée ya kwenye matengenezo ya Serkei. Ukishuka chini ufike mwi barabara centre commercial utakuta kama watu wanajenga wanafunga barabara, na leo tulita jeunesse société civile batu ya cadastre tukuye tu prereve tuangalie barabara inafungiwa fasi gani na kuangalia nini cha kufanya. Tukapima vipimo vya barabara, tukafika ngambo ya chini kwenye barabara inafungana, cadastre ka prelever ma metre na kazi kafanyika mzuri, na jeunesse ilikuwa mingi na société civile ilituaccompagner. Menasa hii tunapaswa peleka rapport kwa conseil de sécurité ya ville ya Baraka, ndio watakamata decision kwa kuangalia kama kufungula parce que batu wanajenga barabara. Si ça vile jeunesse kwa tilia barabara ifungiwe, alors on aurait souhaité hii barabara na tellement que ni barabara ya centre ville ifunguke pour que mwingine itakate isafike na kwa image mzuri ya ville tu ya Baraka. Maendeleo ya jiji ya Baraka ni kazi ya sisi wote, na sisi vijana njo tuko vijana wa Baraka na tuko na ile jukumu ya kuonesha serikali kwenye batu wanajenga anarchikima banajenga mubaya. Jimagine
mtu anafunga barabara saa hii juu utoke kote ya kule yulu kuanzia Maserkei ushuke ufike ku centre ville kwenye kulikuwa agence la Baleine, barabara inafungiwa. Sisi vile jeunesse tuko na ile jukumu ya kuidentify ile mafasi ziko vile, na tunapeleka ripoti kwa viko viongozi wa jiji letu la Baraka. Nafikiri wenyewe wako na ile obligation ya kusikia vile tulibambia, parce que kama uko kiongozi wa jiji uko na interet na maendeleo ya jiji, donc pale hatuwezi enda muipoteza kusema kama hawatatekeleza, parce que wenyewe tulishawapatia ile report na wakatuambia tukuje tuangalie tuwapeleke report, na fahamu ya kwamba wataifanyia kazi. Na huko Nyange ni kwamba ujumbe wa wazalendo unahusika na kuondoa vizuizi bandia vyenye kuwekwa na baadhi ya wazalendo kuanza Makobola mpaka Nyange umesema kukamilisha vema ziara yao ya kikazi, na hivyo umejipongeza kwa kazi kubwa walioifanya. Katika mazungumzo na TV yako akiwa kijijini Nyange, mmoja kati ya waliounda msafara huo ameonyesha hapa picha ya ziara yao. Sekta Tanganyika tumemaliza tayari, tuko Nyange tulishamaliza territoire yote, tulimaliza kabisa territoire yote. Action ilifika mpaka Nyange kule kote kabisa, barriere zote tulifieka isipokuwa unayaba Kalistra hawakosaki kama kunaweza kwa barriere 2-3, lakini au moins tuko na resite ya 95%. Barriere zote kabisa tumefieka. Kazi tuliyofanya zile trakaseri tumezifikisha mwisho, na la longi hii semeni tunaanza na ile nyingine, vraiment ile trakaseri zote zitakuwa zimekwisha. Pili tumeacha tu barriere 6, moja iko Makobola, ya pili iko Lweva, barriere ya 3 iko Mukinja, barriere ya 4 iko Kwantene pale ku kote Mawanga, barriere ya 5 iko Lulimba ku mchanga mbele ya position ya polisi pale barolage, barriere ya 6 iko Nyange. Kazi ambao tumefanya sisi, Mungu ametusaidia kasa tumemaliza territoire yote mzima. Tulianza kwanza na barabara namba 5, baadaye tunahamasisha viongozi wa vikundi hivyo ambavyo vina hivyo vizuizi kwa njia za mashamba au za kwenda manyumbani. Hizo nazo tunazikamatia hatua, nazo zitaisha, na wazia ya kama bugonjwa inakuwa haraka kuingia. Wakati wanapotunzwa sherti bugonjwa yote itunzwe, na hiyo trakaseri za hiyo manjia kwenda kwa mashamba vile tunaendelea kuhamasisha na kuambia viongozi zile nazo tutazishughulikia kama gisi tulishughulikia hizi barieri za mabarabara. Na alipoulizwa hatua gani walizochukua juu ya kuepuka vizuizi hivyo visirudi mara tena kwenye barabara ya taifa namba 5, huyu hapa alijibu yafuatayo. Ndiyo bwana journalist, ninakusikia kabisa. Acha niseme kwanza hili. Kilichotuma sisi kwanza tuvunje hizo barieri, vizuizi vya njiani, ni maneno mawili. Sisi tumechukua silaha ni kwa sababu ya kulinda raia na mali yake na kufyeka adui. Barabarani hakuna adui. Adui anatoka ngambo za Bukavu, Kamanyola pale ndo kuna kibambazi kabisa. Adui anatoka milimani. Adui haiko njia ya kwenda Sebele, adui haiko njia ya kwenda Makobola, adui haiko njia ya kwenda kushamba, adui haiko njia ya kwenda sijue na kadhalika. Hicho ni cha kwanza. Tulikamata hiyo mawazo sababu waaskari wamekimbia lengo lao kuliko kuwa kwenye shamba la mapigano. Wanakimbilia wote barabarani, waanze kutoza wa 2000 wa 1000 fra gari 1015 1100. Sababu ya hiyo ikatutuma sisi na malalamiko kuwa mengi. Katutuma tukamate hiyo azimio, sababu malalamiko yalikushaanza toka kungazi ya juu ya kama bienye bilituma sisi tukamate silaha, haiko ndo venye tena tuko tunafanya. Pili, kwa sababu ya mesure d'accompagnement ndio bako wanapata chakula. Zile bariere zenye tuliacha juu kuna camp na bariere bale banakuwa wanapata kidogo, kila gari inapanda 5000. Ukipata ile kidogo bale benye bako pale ku bariere, haiko sema ku bariere kutaikala watu 15. Tuna bariere 6 mteritoire yote ya Fizi. Zile camp zenye ziko pale position kwa sababu ya usalama. Wana chakula ambacho kitakuwa kinatoka kwa wakuu viongozi wao.
hiyo iko sababu kama wakuu viongozi hawatimizi, sisi ambao ni viongozi vyao kwa siasa tutawahamasisha zaidi ili watekeleze na kwa kulinda na kwa kulea wale watoto. Mpenzi mtazamaji, tujielekeze huko Kinshasa ambako operesheni iliyozunduliwa mnamo Novemba 30, 2021, Operation Shujaa, mpango wa pamoja wa kijeshi kati ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na vikosi vya ulinzi vya raia wa Uganda UPDF. Operesheni inayolenga ukabili makundi ya silaha ya RF, kikundi cha waasi kinachoshutumiwa kwa mauaji ya raia wa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mashambulio ya kigaidi nchini Uganda. Tangu kuzinduliwa kwake, kambi kadhaa za ADF na LU zimebomolewa haswa katika maeneo ya Beni na Irumu. Mnamo Septemba 2024, operation ya pamoja ilifanyika na kuharibu makao muhimu ya ADF na LU kati ya vijiji vya Karanseti na Kota Ukula karibu na Mamove. Mnamo Mei 2024, FARDC na UPDF vilithibitisha kujitolea kwao wakati wa tathmini ya pamoja, ikionyesha mafanikio ya sehemu ya operation hiyo katika mapambano dhidi ya vikundi hivyo vya kigaidi. Hata hivyo, licha ya maendeleo haya, changamoto zinaendelea kulingana na kikundi cha utafiti cha Congo JAC na Ebuteli. Katika ripoti iliyochapishwa mwaka 2022, matokeo ya operation hiyo yanabaki yamechanganywa. Asasi hizi zinaonyesha kuwa malengo ya awali, haswa kukabili vikundi vya ADF nalu, hayajapatikana. Ukosefu wa vifaa na wakati mwingine uratibu kati ya vikosi viwili vimepungua ufanisi wa shughuli za operation hiyo. Muozi Kainerugaba pia anajulikana Kinshasa kwa nafasi zake kwenye mitandao ya kijamii. Mnamo Januari 9, 2024, wakati wa mkutano na waandishi wa habari, waziri wa mambo ya nje wa DRC Therese Kaikwamba Wagner alikuwa amelaani matamshi ya mkuu huyo wa jeshi la Uganda, huku akikumbusha uhusiano mzuri na wa kirafiki kati ya nchi hizo mbili tangu kuingia kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi madarakani. Tulikuwa wazi kabisa na wenzetu wa huko Uganda juu ya hali isiyokubalika ya matamko haya, alisema Therese Kaikwamba, na kuongeza kwamba Kinshasa ilingojea ufafanuzi rasmi na wa umma kutoka kwa serikali ya Uganda. Mnamo Disemba 18, 2024, waziri huyo anayehusika na mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa alimuita afisa wa Uganda nchini DRC Matata Twa kutoa maelezo juu ya matamshi ya hivi karibuni ya Muhoozi Kainerugaba pamoja na onyo dhidi ya mamluki weupe wanaofanya kazi karibu na FARDC. Jina lake pia linukuliwa ndani ya mfumo wa kesi hiyo mbele ya korti ya jeshi la Kinshasa Gombe kuhusu Corneille Nangaa, rais wa zamani wa tume ya uchaguzi ya kiraifa Seni, na washtakiwa wengine 24 walishtakiwa kisha walihukumiwa kwa uhalifu wa kivita, kushiriki katika harakati za uhamasishaji na usaliti. Eric Nkuba, mwanzilishi mwenza wa AFC, alisema Jenerali Muhoozi Kainerugaba aliwahifadhi washiriki wa AFC wakati wa kukaa kwao nchini Uganda. Ni yeye ndiye alitupatia mahali pa malazi, alisema Eric Nkuba. Hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Safari Almasi. Usahau kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Bye bye. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.